Sabri Zamil Al-Mimi kuambia neno moja tu kwa wale ambao wanaipiga vita da'wa hii, ad-da'wa as-salafiyya, na wakadhani kwamba maneno yao yataidhuru da'wa hii au maneno yao na fitna zao zitakuwa ni sababu ya kuiua da'wa hii. Wallahi haitakufa da'wa hii, bali watakufa wao. Hawataimaliza da'wa hii, bali watamalizika wao. Da'wa salafiyya ndio da'wa ya haki, da'watu rusul, da'watu al-a'imma, da'wa ya wanawazuoni wakubwa. Ni da'wa iliyojikita katika misingi madhubuti sana, na kikubwa zaidi ambacho kinaipambanua da'wa hii na da'wa nyingine ni kuwa agenda yake kuu ni elimu kutoka mwanzo mpaka mwisho. Na siku zote tunasema sisi, ukitaka kuleta mapinduzi ya kifikra kwenye jamii yoyote, ukitaka kupitisha fikra yako na mawazo yako, basi tumia ilmu. Ukiweka ilmu, kama ikiwa jambo unalolingania ni la haki, basi litapata nguvu zaidi. Bali batili pia inaweza ikaenea kupitia elimu. Mifumo ya kikomunisti na kibepari, wale waasisi wake wote walijaribu kuieneza mifumo yao kupitia elimu, wakafanikiwa kwa kipindi fulani. Lakini Uislamu na da'wa hii, da'wa ya haki, kwa kuwa ni kitu cha haki, ikitumiwa elimu basi imetumika mahala pake sahihi. Kwa hiyo hakuna anayeweza kuizuia da'wa hii kwa propaganda na maneno ya fitina na maneno ya kashfa na mengineyo. Leo hii kiukweli kabisa, kwa watu mbalimbali wanaosafiri katika miji mbalimbali, wanatoa ushuhuda wa namna da'wa salafia ilivyokuwa na nguvu. Haina vyuo vikuu wala vyuo vya udaktari, wala haina vyuo vya mafunzo ya upilot, wala mafunzo ya ufundi na amali, wala haina kadha. Lakini ukitazama, ina hazina kubwa ya watu wenye taaluma za mambo ya udaktari, uinjinia, mambo ya ualimu na mambo mbalimbali. Kwa nini? Ni kwa sababu ya ule msingi wake wa haki ulivyosimama na njia wanaoitumia salafiyun. Mimi nataka kuwaambia tena ndugu zangu kwamba elimu ni kitu kikubwa sana, kama Sheikh alivyoeleza hapa, ni kitu chenye thamani na ndicho chenye kuleta uhai wa dini. Tukitaka kuihuisha dini hii, basi sisi vijana wadogo wanaoinukia sasa miaka 16, 17, 18 mpaka 25, au vijana waliopevuka kidogo 25 mpaka 35, vijana walioelekea kwenye utu uzima, tukazane sana katika kuipokea na kuichukua ilmu na kuifanyia nashri ilmu. Yani juhudi zetu kubwa, kama tunasumbuliwa na suala la maisha na kutafuta maisha, basi liwe ni kwa 25-20, lakini juhudi kubwa zaidi ya 80% iwe ni kutia nguvu katika suala la elimu. Na tukifanya hivyo kwa kiasi cha rubu karne, ikawa target yetu sisi pengine miaka 25 juu ya jambo hili, hakuna sufi, hakuna khariji, hakuna hizbi, hakuna nasrani wala yahudi wala nani anayeweza kufanya mukawama na da'wa hii. Na waambia kihakika kabisa, maneno sio mihadhara, sio vitu gani, hizi ni njia tu, lakini tujikite katika ilmu. Dini haijengwi kwa jazba na hamasa hasi. Watu wakae kitako kwa ajili ya ilmu, wasomeshane aqida sahihi, wasomeshe tauhid na njia sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, njia ya as-salaf as-salih. Mfano mara nyingi na utaja, leo watu wengi wanamsema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab,
na kumtukana na kumuonyesha kana kwamba ni mtu alikuja katumwa na amekuwa ni kibaraka mamluki, kumwa na Mayahudi au Manasara au kapandikizwa au kadha, maneno mengi wanamtusi. Lakini Sheikh katika vision zake na ru'ya yake aliona kwamba yeye adili na ilmu, akaasisi msingi wa ilmu. Ikawa katika miji ya Dir'ia na mingineyo katika sehemu za Najd, Sheikh yeye anafundisha ilmu kuanzia watoto mpaka watu wazima, wanaume na wanawake. Kwa kipindi cha umri aliopewa hakubakia jahil katika miji ya Najd. Kila unakimgusa yuko sawa sawa katika jambo la ilmu, hakuna wa kumdanganya. Na ilmu ya haki ikisimama, bid'a inatoweka. Na ndiyo maana da'wa aliyoifanya imeenea dunia nzima. Kila mahali utakaposikia kuna mawahabi, waitao mawahabi hao, ni dawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Naye hakuleta kitu kipya zaidi ya kufanya ufupisho wa yale yaliyoandikwa na wanawazuoni waliomtangulia, hasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Akafanya ikhtisari ya vitabu vyake, akaandika vitabu rahisi ambavyo kila Muislamu wa kawaida anayetaka kujua basi atajua. Kaandika katika tauhid, na amemili sana katika jambo hilo kwa sababu ndiyo maradhi ya umma. Shirki imekuwa kubwa, inahitaji tauhid. Akatia nguvu katika masala ya sunna kwa sababu bid'a zimekithiri, akawaonyesha watu njia ya sawa sawa. Da'wa ilienea kila mahali. Sasa yeye alitumia mfumo wa ilmu na sio njia nyingine. Wamepita wanaozuoni wengi na watu wengi, lakini hawakufanikiwa. Na hao wanataka kumtia makosa Sheikh, au wanaojaribu kutia makosa da'wa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, imma wanatumia maneno ya kubuni na kutunga tuhuma za uongo, na hali ya kuwa Sheikh yuko mbali na hilo. Kuna watu walifikia kwamba kusema kwamba Sheikh Muhammad yadda'i an-nubuwah, leta dalili asema yukhfi dhalika fi qalbihi, anadai utume. Leta dalili asema hilo analificha kwenye moyo wake. Hal anta allamul ghuyub, hal anta ta'lamu ma fi as-sudur? Allah ndiye alimu bi dhati as-sudur. Wewe ulijuaje? Mimi nikimtazama naona kama adai utume. Ish darak. Lakini ni kutaka kumchafua. Ampendi mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye asema mtume ntarishi tu. Kitabu gani? Vitabu vyake hivi hapa vipoleteni. Kuna watu walimsikia. Nani? Basi ni maneno ya kubuni na kuundaunda. Asema kwamba fimbo yangu hii ni bora kuliko mtume. Kasema kitabu gani? Vitabu vyake vipo. Tulabuhu mawjudun, wanafunzi wake wapo, wameandika vitabu. Kama wanafunzi wameondoka, talamidhihi, bali abnauhu wa ahfaduhu wote wamefanya da'wa, kwa sababu familia ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yote aliikita kwenye ilmu. Mpaka wakati wa sasa waliokuwa hai katika watoto wake na familia yake ni watu wa ilmu. Huyu Sheikh Salih Ali Sheikh mnamsikia, yeye ni katika vitukuu vya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, mufti wa mamlakati al-Arabiyyah as-Saudiya. Ni katika vitukuu vya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Sheikh Muhammad bin Ibrahim na mfano wa watu kama hao. Sasa wameandika wapi? Wamesema kwamba fimbo ni bora, hii bakora hii mbora kuliko mtume. Wapi? Kitabu kipi? Na kila siku watu waandika. Hawa bwana watumiwa na Wamarekani. Wamarekani wamefanyaje? Waliposemaje? Maana da'wa salafia nataka sisi turudi kwa kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotutangulia, masahaba, at-tabi'un, atba'u at-tabi'in. Sasa kama ikiwa Wamarekani wameweka mpango huo wa kuwarudisha watu huko, basi wao Waislamu, wao ni Waislamu, mbona mawapa sifa ambayo hawana? Wao ni maadui wa Uislamu, hawawezi kukubali jambo hilo. Na wao wanajua wazi kabisa kwamba hawa wanaolingania katika ad-da'wa as-salafiyya, hawa salafiyun ndio ambao wanatabiki Uislamu kwa kiasi kikubwa zaidi kuliko Uislamu wengine.
wana uaminifu zaidi kuliko waislamu wengine, wamesimama katika tauhidi al-khalis kuliko waislamu wengine, wanajua hilo, lakini wanataka tamthil. Lakini sisi tunasema kwamba hamtaweza kuizima nuru ya da'wa salafia kwa sababu ya propaganda na maneno ya kashfa na maneno yaliyojazwa chuki. Alhamdulillah, watu wana akili, watu wanafahamu. Sheikh amezungumza maneno mazuri tangu tulipokuwa naye na kabla ya hapo, ukisikiliza mihadhara yake na maneno yake na yanayozungumzwa na wengine katika duati salafia yanafanana. Hatukuambiana kwamba ukifika pale kamseme fulani kaseme hivi na hivi na hivi. Yeye amekuja ameamua sema tu, lakini kalamu wahid. Limadha? Liannahu min mishkatin wahida wa ma'khudhun min manhali safi alwahid. Basi hiyo ndio sababu. Wewe ukienda Amerika, ukienda Sharqi Asia, kama ukwenda Japan huko au Indonesia, ukisikia kuna as-salafi, utasikia maneno yao yanafanana na yale yanayozungumzwa Pongwe, yanayozungumzwa Muheza, Korogwe, Lushoto, nenda mpaka Kigoma. Maneno hayo hayabadiliki. Nenda mpaka West Africa huko, ni hivyo tu. Kalamu wahid, yanafanana na maneno yao yamejengwa juu ya misingi thabiti ya adili. Kwa hiyo tusirudi nyuma, tusimame katika msingi wa haki, na njia kubwa ya kupita sisi ni kushikamana katika kuelimisha jamii elimu sahihi. Elimu sahihi. Huu msikiti umekala hapa ni kwa ajili ya kusimamisha ibada na kusimamisha durusi za kiilmu, watu waje wasome. Kama hujui kusoma Qur'ani, njoo usome hapa. Msikiti huu watoa mafunzo hayo. Kama wewe Qur'ani yako bado haijakaa sawa sawa, wasoma ovyo ovyo, njoo irekebishe. Hujui tauhidi, njoo na kitabu chako usome, durusi ziko. Hii msikiti ya kukaraza na kuzungumza mambo ya mpira, Manchester, sijui nani na fulani na upumbavu kama huo, sisi hatuna wakati huo. Hayo ni mambo ya wale wengine. Hii misikiti ni kwa ajili ya kusomeshana al-ilm, bas kwa ajili ya ibada, al-ibada